waliamini kwamba wao labda wanafanya ushirikina. Kwa hiyo ilipobanduliwa ile matangazo, zile mashimo waliacha na hapa tulipo ni katika uwanja wa New Amani Complex. Tumekuja mara baada ya dabi ya Yanga na Simba iliyochezwa katika uwanja huu, dabi ambayo imeibua mambo mengi na vituko vingi. Kulikuwa kuna picha mbalimbali zilizokuwa zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii, nyingine zikionyesha katika vyumba vya kubadilishia nguo kuna matobo ambayo yametobolewa, lakini pia katika njia ambayo ya kuingilia kwenye vyumba hivi nayo pia kuna matobo ambayo yametobolewa. IOTV pamoja na Millardayo.com kwenye mahojiano maalum na kamishna wa michezo Zanzibar anatoa ufafanuzi kuhusiana na video hizo ambazo zimesambaa, lakini pia kulikuwa kuna video nyingine zikionyesha watu kadhaa wakiwa katika uwanja wakiwa wanamwaga maji na wengine wakiwa wamezunguka katika uwanja huu, vitendo ambavyo vilikuwa vinasadikika kwamba kuna matendo ya kishirikina ambayo yalikuwa yakifanyika. Lakini pia timu hizi zilikuwa na wasiwasi na matobo ambayo yapo katika uwanja, wengine wakisingiziana ya kwamba vitobo hivyo ambavyo vimetobolewa ni mambo ya kishirikina, kwamba kuna dawa ambazo zimepitishwa katika matobo hayo. Kamishna wa michezo Zanzibar anatolea ufafanuzi matobo hayo na anakemea vitendo ambavyo vilivyofanywa, lakini pia anaeka sawa na kukanusha mambo ambayo yalikuwa yanatajwa huko mtandaoni. Ripoti za sports hapa visiwani Zanzibar, mimi naitwa Said Tizrey. Kuna shutuma ambazo zimerushwa kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya vyumba vya kubadilisha nguo wachezaji pamoja na kuta za uwanja huu. Kwa kweli ni kwamba vyumba vya wachezaji, ikiwa kile cha timu ya nyumbani na kile cha ugenini kwa maana ya away team, kuna miundombinu ambayo ilikuwepo mwanzo. Kwanza tukianza na kamera. Vyumba hivi vyote tuliviweka kamera kwa maana CCTV kamera. Ukiingia tu kwenye mlango katika pande zote mbili. Kwa hiyo kulikuwa kuna kamera mkono wa kushoto kwa kiwango hichi chumba cha away na upande wa kulia kwa kile chumba ambacho ni cha home. Sasa kamera zile wakati walipokuja mashindano ya CHAN, walipokuja wakaguzi wa CAF wakakagua vyumba hivyo, wakasema bana, kamera CCTV kamera kwenye vyumba vya wachezaji haziruhusiwi. Kwa hiyo tunaomba kamera hizi mziondoshe. Kwa hiyo sisi tukatia ile maagizo ya shirikisho la mpira Afrika CAF kuziondoa zile kamera. Na kamera zile tunazo na ni hizi hapa. Na kamera hii ilikuwa upande huu wa home, lakini pia kamera kama hii. Kwa hiyo hizi kamera ziko mbili, kila chumba ilikuwa kamera moja. Kwa hiyo hatujazitupa, zipo hizi ambazo hizi ukiziangalia ni kamera ambazo zinafanana na kamera nyingine zilizokuwa katika uwanja huu. Kwa hiyo sasa kamera hii kama unavyoiona lazima unatoboa, unaweka pale katikati tundu kubwa moja, ambapo na kule pembeni kuna tundu mbili ndogo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia utaona kuna tundu tatu, kubwa moja na mbili ndogo. Kwa hiyo tunazamisha hii, unatoka nje ambapo kuna connection ya umeme kwa ajili ya kufanya kazi hii kamera. Kwa hiyo sisi tulitoa. Kwa hiyo kuitoa maana yake kumebakisha ile. Kwa hiyo sisi tukaziba pale pakawa hapaonekani. Lakini sasa shutuma ikaja kwamba labda kuna ushirikina, timu fulani imetaka kufanyiwa ushirikina na timu nyingine na vitu kama hivyo, ambazo tulipata hayo malalamiko na wengine wakaona kwamba kweli kumeruhusiwa jambo kama hilo, kitu ambacho sio sahihi. Hii mashimo yale matatu katika kila chumba ni unatokana na uondoshwaji wa kamera za ulinzi kwa maana CCTV kamera, baada ya maagizo ya shirikisho la mpira la Afrika CAF. Wakati wa mashindano ya CHAN hatukuzirejesha tena. Walipokuja mashindano ya CHAN, hizi kuta za uwanja basi kulikuwa kuna matangazo yao wamebandika moto, upande wa home, upande wa away yalikuwepo. Kwa hiyo ina maana mabango yale sasa yalipotolewa vile nao waliacha alama ambazo sasa ukijaribu kuangalia upande wa kule ambako walikaa Yanga mfano home, utakuta kwamba mashimo yale bado yapo, na bahati nzuri ukichungulia ndani utakuta kuna fisha zile fisha kuonyesha kabisa kama kuna kitu kilikutiwa, sio kama tundu imetobolewa kwa ajili ya lengo fulani la kufanya ushirikina au labda la kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ni ukuta kupita kuendea kwenye chumba na si sehemu moja. Kwa hiyo matangazo yote yalikuwepo, na kwa hiyo ilibanduliwa ile matangazo, zile mashimo waliacha na bado hajazibwa kuonekana kama kile kitu hakipo. Lakini baadhi ya timu waliamini kwamba wao labda wanafanya ushirikina, kwa hiyo wakaona. Lakini ukija upande wa Simba utakuta tundu kama zile zipo, lakini zimezibwa kwa Big G. Ule upande Yanga hakuna hicho kitu. Sasa hile ni kuonesha kwa wasiwasi kwamba labda hichi kitu kinatuhujumu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sababu hasa ni hivyo, ni kamera, la kila pili ni mabango ya matangazo yale ya CAF
total lineage na mengine ndio iliyosababisha tundu hizi. Mtu anakwenda anamwaga kama maji au pengine dawa zile. Sasa uwanja huu ni uwanja ambao ni wa nyasi asili, kwa hiyo maji yake yapo yanajulikana, lakini kuna uwanja huu tunatumia kiacha maji, lakini tuna mbolea, tuna dawa. Sasa hii majani tunaya treat ipasavyo kwa kitaalamu. Kwa hiyo ina maana ukija ukiweka kitu ambacho si cha kawaida katika uwanja ule, basi lazima utaleta athari. Sasa tumekuta hizo alama. Kwa hiyo majani yanakuwa kama yanaungua, hiyo manjano kama yanakuwa yanaungua fulani. Kwa hiyo unajua sasa hapa pamemwagiwa kitu fulani. Kwa hiyo vitu vipo na ushahidi upo, na nyinyi endeni mkachukue, mtaona hivyo vitu watu wamefanya, na ni kweli kuna vitu kama hivyo. Lakini pia kuna athari nyingine ambayo tumeona pale kwenye chumba chetu cha dressing room. Kuna mlango ulivunjwa pia pale. Sasa sisi hizi taarifa shirikisho la mpira Tanzania TFF wanalo na tumwambia. Kwa hiyo nafikiri tutafuata utaratibu ili jambo hili liweze kwanza lilipwe, halafu la pili waweze kuwapa taarifa au kuwakomesha zile timu ambazo zinafanya vitu kama hivi, kwa sababu wengine walinzi wao ndio wanafanya hivi matukio.